Leo tukafafanue kitabu cha Methali mlango wa 3 mstari wa 3 na wa 4. Na tunaanza. Na Yesu asifiwe sana. Karibuni sana kwenye chaneli yangu ya Imani ya Kristo. Nawakaribisha sana ili tukaweze kujifunza neno la Mungu. Na tutakuwa tukifafanua kifungu kimoja kila siku ili tuweze kujua zaidi neno la Mungu. Usipitwe, usiachwe nyuma. Karibu sana tuweze kushirikiana ili tukaweze kujua Mungu ana mpango gani na maisha yetu. Takuwa nikilete kila siku. Na usisahau kusubscribe na kulike na pia uweze kufinya hiyo notification bell ambayo itakuwa inakutaarifu nikishaweka video inakutaarifu. Kitabu cha Methali mlango wa 3 mstari ule wa 3 na wa 4 kwa Kiswahili inasema, rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kwa lugha ya Kiingereza, English. Proverbs chapter 3 verse 3 and 4. Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the table of your heart, and so find favor and higher esteem in the sight of God and man. Leo tukafafanue kitabu cha Methali mlango wa 3 mstari wa 3 na wa 4. Na tunaanza kane nawe, rehema na kweli zisifarakane nawe. Hii ni hali ya kuwa na moyo wa huruma, upendo, upole kwa wengine. Bila rehema, ukweli unaweza kuwa mkali na wenye kuumiza kweli, uaminifu au ukweli. Hii ni kuishi kwa uadilifu, kusema ukweli na kufuata kanuni za Mungu. Bila kweli, rehema inaweza kugeuka kuwa udhaifu au kuruhusu makosa yaendelee. Rehema na kweli, tunafaa tuwe waaminifu na tuwe watu tunaosimama katika kweli. Hata kama jambo hilo linakuzonga namna gani, lakini simama na kweli, tenda haki, simama na ile haki, ukiitetea haki, usifanye kinyume na mapenzi. Na Mungu anisaidie sana ili na mimi niweze kusimama katika rehema na kweli. Ni jambo ambalo ni nzuri na inavutia sana na inaleta upendo kwa watu. Mungu anisaidie sana ili niweze kusimama katika rehema na kweli, maana bila nguvu za Mungu sitaweza. Zisifarakane nawe inamaanisha sifa hizi ziwe sehemu ya huduma ya tabia yako. Huwezi kuchagua moja na kuacha nyingine, lazima ziwe na usawa. Kwa hivyo rehema na kweli zisifarakane na mimi. Rehema na kweli zisifarakane na mimi. Kwa hivyo kama nina rehema, kweli iwe ndani mwangu. Kama nina kweli, rehema iwe ndani mwangu. Mungu anisaidie sana. Zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Hii ni lugha ya picha inayomaanisha mambo mawili. Kwanza, zifunge shingoni mwako. Hii inamaanisha ziwe dhahiri kwa nje, kama vile mkufu unavyoonekana kwa kila mtu. Tabia yako ya rehema na kweli inapaswa kuonekana kwa kila mtu anayekutazama. Anayekutana nawe ni vazi lako la utambulisho. Kwa hivyo inafaa iwe shingoni mwangu, inafaa nifunge. Yaani hiyo tabia, rehema na kweli iwe ndani yangu, ionekane mbele za watu. Nisijifanye huku napendeza watu kumbe
maisha yangu yanaonekana ni ovyo kabisa. Kwa hivyo rehema na kweli hizo nizifunge shingoni mwangu, zikae hapo, ziwe zinaonekana. Kama ni upendo, nipende kweli, si unafiki. Haya, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Hii inamaanisha ziwe ndani kabisa ya nafsi yako, si tu maigizo ya nje. Na ni kweli, maigizo huwa ni mengi. Maigizo nayo tumejaliwa. Maigizo, Mungu anisaidie sana ili niweze kupunguza maigizo. Niwe natenda rehema na kweli ya haki. Iwe inaonekana mbele za watu, bali ni mabadiliko ya ndani. Moyo ndio kitovu cha maamuzi. Ikiwa zimeandikwa humo, utatenda kwa rehema na kweli, hata wakati hakuna anayekutazama. Hata kama hakuna mtu anayenitazama, nitajikuta ninatenda ile haki. Nitajikuta ninasimama katika kweli. Nitajikuta ninasimama kwenye rehema, kuwapenda watu, kuwafadhili watu, kuwa na huruma na watu. Sitajipendekeza kwa watu, itakuwa ni kitu ninachokifanya. Sio lazima kutazamwa, ninajikuta nikifanya tu kwa kupenda. Mungu anisaidie sana. Matokeo, kibali na akili nzuri. Mstari wa 4. Kibali na akili nzuri. Mstari huu unaeleza faida za kuishi maisha ya namna hiyo. Kibali kwa kizungu tunasema favor. Unapokuwa mtu wa kweli na mwenye upendo, milango inafunguka, watu wanavutiwa nawe na wanakuwa tayari kukusaidia au kukuamini. Kwa hivyo ni Mungu anisaidie sana ili niwe na rehema na kweli, ili niweze kupata kibali. Maana ukiwa hauna kibali, utakuwa ni mtu wa kukataliwa. Kila mahali unapoenda, unakataliwa. Yaani ni mtu wa kutengwa na jamii, ni mtu wa kutengwa na watu, ni mtu ambao hukubaliki. Maana wewe rehema na kweli haziambatani na wewe, zimeshafarakana kabisa. Kwa hivyo Mungu anisaidie sana ili niweze kusimama kwenye mstari huu. Ni mstari wenye kutia moyo na ni mstari wenye kusongeza mbele. Akili nzuri, good understanding. Hiyo ni kizungu, good understanding. Hii inamaanisha kuwa na sifa njema na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi yanayoleta mafanikio. Kwa hivyo kuna maamuzi ambayo nitafanya na yakose kuleta mafanikio. Hiyo ni kukosa akili. Mungu anisaidie sana niweze kupata kibali na akili ili niweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Nisikurupuke na kufanya mambo alafu mwishowe nikakosa mafanikio. Mbele za Mungu na wanadamu. Hii ni baraka ya pande mbili. Mara nyingi watu hupata kibali kwa wanadamu, lakini wanamchukiza Mungu. Hii nayo ni ukweli. Kwangu mimi nimekuwa ni mtu wa kujipendekeza sana kwa watu, kujionyesha sana kwa watu kwamba niko perfect, lakini matendo yangu ya ndani ni mabaya na maovu, ni machafu, hayastahili mbele za Mungu. Kwa hivyo ninamchukiza Mungu. Ninamchukiza Mungu kwa kufuata mkumbo. Yaani unafuata venye watu wanafanya, ndio na mimi ninafanya, lakini si kutoka ndani ya moyo wangu. Si kuwa nimependa, hapana. Nafanya tu ili kumpendezesha huyo mtu. Kwa mfano tuko kanisani, mwalimu wa kwaya anakuja anasema, usiingie kwaya Imani. Mimi ninamfuata huyo mwalimu na kuingia kwaya. Lakini si kwamba naimba kwa sababu ya Mungu, hapana. Naimba kumpendezesha huyo mwalimu ili aone mimi ninampenda Mungu. Au wanadai kumpenda Mungu lakini wanashindwa kuishi vizuri na watu. Mimi hapo nimevuka. Kuishi na watu nimekuwa nikiishi nao vizuri, lakini kwa kujipendekeza. Sifanyi yaliyo mapenzi ya Mungu. Ninaona kabisa mtu huyu anatenda ovu. Ninaona kabisa mtu huyu anatenda baya. Jambo hili analolifanya si nzuri. Lakini kwa sababu
ninataka kumpendezesha yeye, ninakubaliana tu na yeye, namwambia kafanye. Mtu amekuja amekwambia ni rafiki yako, mnapendana, ndio. Amekuja amekwambia mimi nimefanya mistake, nimepata mimba na nataka kwenda kuitoa. Wewe unajua kabisa analolifanya ni jambo mbaya, lakini mimi namtia moyo, namwambia nenda ukatoe, by the way, nenda ukatoe, kwa sababu sasa ukiendelea kuiweka itakuja kukuletea shida na baba mtoto hivyo. Unampea maneno ambayo ni ya kishetani, ni ya kipumbavu, ambayo ningeweza kumwambia kabla hata apate hiyo mimba. Ningeweza kumwambia jambo hilo unalolifanya ni makosa na ni ovu mbele za Mungu, lakini naona urafiki wangu na yeye utavunjika. Kwa hivyo ninajaribu kutunza ule urafiki, ninamkosea Mungu. Mungu anisamehe sana, na Mungu azidi kunisaidia sana sana sana, ili nikaweze kusimama katika kweli na nikaweze kusimama kwenye maamuzi yaliyo sahihi. Nikaweze kusimamia kwenye kifungu hiki, rehema na kweli. Nikawe ni mtu wa rehema na mtu wa kusema kweli, mtu asiyeenda kinyume, mtu asijipendekeza kuongea tu kwa kupendezesha wanadamu, bali nimpendezeshe Mungu na nisimame kwa neno lake pasipo kuangalia nyuma. Kuishi na rehema na kweli, utakuwa na mahusiano mazuri kote kote, juu na nchi. Kwa ufupi, mstari hii inatufundisha kuwa uadilifu, yani ukweli, uliochanganyika na upendo, rehema, ndiyo siri ya maisha yenye mafanikio na heshima ya kudumu. Yani ukweli, hiyo iko na maisha ya kudumu. Maana unaposema ukweli ama unaposimama katika ukweli, hiyo ukweli huwa inadumu milele, kwa sababu ni kitu ambacho ni wewe ulifanya na una uhakika na chenyewe. Lakini unaposema uongo, hapo unapofanya kitu ambacho ni cha uongo, ukipiga hatua mbili tayari umesahau hicho kitu. Unajikuta ukiulizwa kwa dakika 10 uulizwe kile ulichokisema hapo nyuma, umeshasahau. Kwa sababu gani? Ulisema uongo au kusimama katika kweli. Lakini ukisimama katika kweli, hata uamshwe kwenye usingizi, utakuwa unakumbuka lile jambo ulilofanya. Maana lilikuwa ni jambo la kweli, haikuwa uongo, ilikuwa ni jambo la kweli na ilikuwa ni rehema na kweli. Naambiwa hazitafarakana nao, kwa sababu ni upendo. Umemwambia mtu ukweli. Kwa mfano umemwambia mtu zinaa ni dhambi. Unaona kabisa rafiki yako anaenda na mume wa mtu, utasimama katika ile kweli, mwambie jambo unalolifanya ni makosa, ni vibaya. Hautachangia na yeye useme jambo hilo unalofanya wewe fanya, kwani akitoka ni wa wote, akikuwa kwa nyumba ni wako. Hiyo ni dhambi. Unajua kabisa ni ukweli ni mgani. Tufuatilie ombi hili, na Mungu wa mbinguni anaweza akatubadilisha tukaweze kusimama katika rehema na kweli, na tukaweze kupata rehema. Mungu Mwenyezi na Baba wa rehema, nakushukuru kwa neno lako ambalo ni taa ya miguu yangu. Leo naja mbele zako nikiomba unisaidie kuziishi fadhila na kweli kila siku. Naomba sifa hizi zisiwe maneno tu midomoni mwangu, bali ziwe zimeandikwa ndani ya moyo wangu na kuonekana katika matendo yangu kwa wengine. Niondolee moyo wa hila au chuki, na badala yake unijaze upendo usio na masharti na uaminifu usio yumba. Kwa kufanya hivyo, niongoze kupata kibali machoni pako na machoni pa watu wanaonizunguka. Nipe hekima na akili njema katika maamuzi yangu yote, leo na siku zote, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana kwa wewe unayefuatilia kipindi hiki cha kuweza kufafanua kifungu cha Biblia, na Mungu ataweza kutubariki na atazidi kutuinua zaidi na zaidi. Amen.